Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji katika mtandao wetu wa Mkenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya na penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa na changanua moja kwa moja. Naomba tu uweze kunifuatilia kwa sababu hikana nilete chini ya dakika 10. Waziri wa Rais William Ruto ambaye anasimamia wizara ya nchi za kigeni, pia ni mkuu wa mawaziri, Musalia Mudavadi ameweza kuondolewa kimadharau. Katika kanda hii tutakuwa tunaangazia ni akina nani wamemuondoa, ameondolewa kutoka wapi kuelekea wapi, na sababu ni zipi ziliweza kuchangia hayote kufikiwa. Lakini kabla nizame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo. Lakini niko na ombi moja tu, kwa unyenyekevu na heshima kubwa, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na nashukuru, asante, barikiwa kwa kutii ombi langu. Na wale ambao ni wageni ambao hawaja subscribe katika channel yetu ya Mkenya TV, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribed. Without wasting your time, back to our analysis. Vile tunajua Musalia Mudavadi, mkuu wa mawaziri katika serikali ya Rais William Ruto, amekuwa msemaji katika jamii ya Mlembe kwa miaka mingi, lakini sasa ameweza kuondolewa kutoka wadhifa ambao amekuwa akishikilia kwa muda kwa msemaji katika jamii ya Mlembe, ukipenda magharibi mwa Kenya. Nani amemuondoa? Wazee kutoka jamii ya Mlembe waliweza kumuweka wakufu na kumuwekea mikono gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya kuwa msemaji na kuchukua nafasi ya Musalia Mudavadi katika eneo lile la Sabatia katika kaunti ya Vihiga, ambapo sherehe hiyo iliweza kufanyika. Na ikumbuke kwamba Musalia Mudavadi hapo ndipo anakotoka, Sabatia, Vihiga kaunti. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa, wazee wakimweka wakufu msemaji mpya katika jamii ya Mlembe George Natembeya. Tusikize. Ukaanza shibala habona imuna yako kakao kule goli injire. Kuna wazee walitoka hapa Vihiga wakakuja kule kwangu Kitale, wakasema Natembeya kuja Vihiga tukuweke mkono. Tukiweka mkono utembee uweke Waluhya pamoja. Mnakubaliana hao wazee? Mnakubaliana? Hivyo ndivyo hali ilivyokuwa, kumaanisha Musalia Mudavadi ameondolewa kutoka wadhifa ambao amekuwa akishikilia katika jamii ya Mlembe, na sasa nafasi yake imechukuliwa na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya. Now, I want to put this into perspective so that to understand who is behind George Natembeya politically. George Natembeya kuwa msemaji mpya katika jamii ya Waluhya inamaanisha nini haswa katika sekta ya siasa? Point number 1, Ruto might dump Musalia Mudavadi before 2027. Kwa nini nasema hivyo? Musalia Mudavadi, uwepo wake katika serikali ya Kenya Kwanza ni kwa sababu amekuwa msemaji na alikuwa na umaarufu wa kisiasa kutoka jamii ya Mlembe, lakini nafasi yake imechukuliwa na George Natembeya. Inamaanisha siasa za Musalia Mudavadi zimeweza kudidimia. Tunapozungumza sasa hivi, Musalia Mudavadi hana chama chake cha kisiasa ambacho kitatoa mwongozo ama mustakabali wa kisiasa. Alikuwa na chama ambacho aliweza kutumia kuingia katika serikali ya Kenya Kwanza, ANC, lakini chama chake kikamezwa na UDA. Sasa hivi tunapozungumza, Musalia Mudavadi hana chama cha kisiasa. Number 2, yeye sio msemaji kwa sababu ameondolewa na George Natembeya. Number 3,
George Natembeya might be considered politically as compared to Musalia Mudavadi because katika siasa zile Natembeya amejulikana kwa slogan ya tawe na kusema ya kwamba imefika wakati wala ambao walikuwa watangulizi hasa katika nafasi za uongozi vijana waweze kumiliki zile nafasi. Kwa hivyo huenda ikifika 2027 ama kabla Ruto ataona Musalia Mudavadi siasa zake zimedidimia ameweka kando. You never know. You know, politics is a dynamic. It keeps on changing time to time. Vile siasa zipo kwa siku ya leo, kesho zitakuwa tofauti. Nani alijua Rigathi Gachagua wangeachana na Rais William Ruto? Ruto ndiye aliweza kusema ya kwamba hawezi kumfanyia mabaya naibu wake akichaguliwa kuwa rais wakati ule Uhuru Kenyatta alipomtenga wakati alikuwa naibu rais kwa miaka 10 humu nchini. Lakini sasa Rigathi Gachagua yuko wapi? Kwa hivyo hata Musalia Mudavadi anaweza onyeshwa vumbi haswa katika siasa za mwaka 2027 haswa katika mrengo wa Kenya Kwanza. Number 2, George Natembeya kwa msemaji mpya katika jamii ya Mlembe inamaanisha nini? Number 2, Natembeya is going to give political directions in the next general elections 2027. Yani yeye huenda achukue nafasi kubwa ya kusema ni mrengo upi ambao Mlembe Nation inaenda kupigia kura. Kwa sababu gani? Tunapozungumza George Natembeya anamezewa mate na mrengo upinzani ambao unaongozwa na Rigathi Gachagua. Unapoona Rigathi Gachagua anapotembea hapa na pale huwa anamtambua George Natembeya ikilinganishwa na Dr. Fred Matiang'i, kwa sababu kura zile ambazo ziko katika eneo la magharibi mwa Kenya ni nyingi, mamilioni na mamilioni. Na hata mrengo huu mwingine wa serikali nao huenda wamtafute ili atoe mustakabali wa kisiasa hasa kutoka jamii ya Mlembe. Kwa hivyo expect George Natembeya to be more powerful than Musalia Mudavadi and the current speaker in the National Assembly, Moses Wetangula, representing jamii ya Mlembe Nation. Wait and see. What do you think? George Natembeya anatosha kuwa msemaji vile aliweza kuwekwa wakufu katika jamii ya Mlembe? George Natembeya anatosha kuwa msemaji wa jamii ya Mlembe? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza ila tu kutamatisha hii kanda. Naomba kushukuru wote wale ambao mmenifuatilia tangu nilipoanzisha kanda hii hadi tumefika tamati. Lakini if you have not subscribed to our YouTube channel, na kuomba tu uweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribed. Karibu kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Sambaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Kwaheri kwa sasa.